Karibu kwenye dakika moja. Wakati mwingine mafanikio makubwa huanza katika maisha ya kawaida kabisa, maisha yenye changamoto, ndoto na matumaini yasiyoonekana kuwa na uhakika wa kutimia. Hii ni simulizi ya kijana kutoka Tanzania aliyepitia maisha ya kawaida, akafanya kazi ngumu, akakutana na vikwazo vingi, lakini hakukata tamaa hadi sauti yake ikasikika duniani kote kupitia vyombo vikubwa vya habari. Huyu si mwingine bali ni Salim Kikeke, mwandishi wa habari aliyelitangaza jina la Tanzania kimataifa kupitia kazi yake katika BBC. Hii makala imetayarishwa na Dickson Kazola na kusimulizwa na mimi, MC wa chuo. Safari ya maisha ya mtu ambaye alikulia katika familia ya kawaida. Alizaliwa mwaka 1978 nchini Tanzania na kukua katika mazingira yasiyo na uwezo mkubwa, lakini aliyomfundisha kupambana ili kufikia malengo yake. Mwanzoni hakusomea uandishi wa habari, bali alisomea masomo ya umwagiliaji, na baada ya kumaliza alipitia changamoto za maisha, ikiwemo kufanya kazi ngumu kabisa kabla ya kuamua kufuata ndoto yake ya kuwa mwandishi wa habari. Baadaye alisomea uandishi wa habari na kuanza kazi katika vyombo vya habari nchini Tanzania kama Radio Tanzania, Channel 10 na ITV, ambako alipata uzoefu uliomsaidia kukua kitaaluma. Mwaka 2003 alipata nafasi ya kujiunga na BBC idhaa ya Kiswahili huko London, na hapo ndipo alipopata umaarufu mkubwa kwa kutangaza vipindi vya habari vilivyosikilizwa na watu wengi Afrika na duniani. Katika maisha yake binafsi ni mtu anayependa faragha, lakini amewahi kueleza kuwa familia yake ilikuwa msaada mkubwa katika safari yake ya mafanikio. Kupitia kazi yake ya muda mrefu katika BBC, ameweza kuitangaza Tanzania kimataifa na kuwa mfano kwa vijana wengi kuwa mafanikio yanapatikana kwa bidii, nidhamu na kuamini katika ndoto hata kama umetoka katika maisha ya kawaida. Muandalizi wa makala hii ni Dickson Kazola na msomaji wako ni mimi, MC wa chuo. Usikose kufuatilia page zangu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube na TikTok @MC wa chuo.